Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Basi niazime masikio kusikiliza na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Naam, jua lilikuwa linachomoza nyuma ya vilele vya milima ya Ngarashi, likimwaga mwanga wa dhahabu juu ya kijiji ambacho siku zote kilionekana kuwa na utulivu wa kupindukia. Lakini kwa Jabari, kijana aliyekuwa akijulikana kwa busara na ukimya wake, utulivu huo ulikuwa kama pazia tu. Pazia lililoficha mgongano wa hisia, wajibu na siri zilizofunikwa kwa miaka mingi. Jabari alikuwa amesimama pembeni ya shamba la miwa, akiangalia upepo ukicheza juu ya majani marefu. Aliwaza kwa kina kuhusu safari aliyokuwa anajiandaa kuianza, safari ya ndoa. Ndoa ambayo familia iliamini ingeunganisha koo mbili kongwe, lakini moyoni mwake hakukuwa na uhakika kama kweli hilo ndilo alilolihitaji. Nyuma yake sauti ya Mzee Rashid, mjomba wake mkubwa, ilisikika kwa upole lakini ikiwa na uzito wa mamlaka. Jabari, mwanangu, safari ya ndoa si ya moyo pekee, ni ya akili, uvumilivu na heshima. Wewe na dada yako wa kambo Zuri ndiyo tumaini la familia hii. Maneno hayo yalizunguka kichwani mwake kama upepo mkali. Zuri, binti wa mjomba, mwenye tabasamu linaloangaza kama alfajiri, lakini pia mwenye siri ambazo Jabari alizihisi lakini hakuwahi kuzifahamu. Katika familia ya kina Rashid, watoto wa mjomba walilelewa kwa ukaribu kuliko hata ndugu wengine wa damu. Wakasoma pamoja, wakakuwa pamoja, na mara nyingi walikuwa wakielekezwa kuwa nguzo ya mmoja kwa mwingine. Lakini ni nani angeamini kuwa uhusiano wa karibu ungekuwa chanzo cha changamoto kubwa duniani ya ndoa? Siku hiyo kulikuwa na kikao cha wazee nyumbani kwa Bibi Shari, mama yake Rashidi na nguzo ya familia. Nyumba yake ilijaa harufu ya kahawa ya kutwanga na sauti za kina mama wakipika maandalizi ya chakula cha wageni. Lakini ndani ya ukumbi wa mawe, macho ya wazee yalielekezwa kwa Jabari tu. Kijana wetu amefika wakati wa kujenga familia, alitamka mmoja wa wazee, Mzee Mwangaza, akiwa na fimbo mikononi. Lakini kabla ya harusi, ni lazima mambo fulani yawekwe sawa. Tumegumbua kuwa kuna migogano midogo midogo kati ya kina Jabari na Zuri. Tusingependa iingie ndani ya ndoa. Jabari alijaribu kutabasamu, lakini ndani yake kulikuwa na mawimbi ya maswali. Je, Zuri na yeye ana shaka kama alizonazo? Je, familia wanapowasukuma wafunge ndoa, wanawaza hisia za mioyo yao? Na migogano hiyo walioidai wazee ni ipi hasa? Alipotoka nje kidogo ili kupata hewa, alimkuta Zuri amesimama karibu na mwarobaini. Macho yake yalionekana kuzungumza zaidi kuliko midomo yake. Jabari alisema kwa sauti ya upole, tunaenda kwenye safari ambayo sijui kama wewe au mimi tumejiandaa. Aligeuka kumtazama. Hapo ndipo simulizi lao lilipoanza. Si simulizi la mapenzi tu, bali la visingiti, la majukumu ya kifamilia, la maamuzi magumu na safari ya kujiuliza kama kweli watoto wa mjomba wanaweza kuvuka misukosuko ya ndoa bila kupoteza udugu wao. Na wakati wakizungumza kwa sauti ya chini chini, macho ya watu wengine wawili pia yalikuwa yanaangalia kutoka mbali. Macho yenye wivu, macho yenye shauku na mengine yenye nia ya kuvuruga. Safari ilikuwa imeanza na tayari mawingu meupe yalikuwa yanafifia taratibu. Tukutane katika sehemu inayofuata, ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu pendwa